tutakuja wakati tunaelekea Lushoto. Tumeshapokea salamu za chama na tumepokea salamu kutoka kwa Mheshimiwa mbunge. Nami niwaletee salamu kutoka kwa jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye nilimuaga kwamba nitakuwa Korogwe, nitakuwa mkoa wa Tanga. Alinituma niwafikishie salamu za upendo, salamu nyingi pamoja na pongezi. Sambamba na hilo, niwaletee habari za mafanikio pia, kwamba nimepita kukagua miradi katika mkoa wa Tanga. Nimejionea miradi ya kielelezo, ukiwemo mradi ule wa maji ambao nilipita kuona pale Mswa. Lakini pia nimepita Pangani kuona daraja moja kubwa, daraja la video, daraja kama yale ambayo tulizoea kuyaona kwenye nchi zilizoendelea. Lakini nimepita pia, nimejionea chuo kikuu cha Mzumbe ambacho kinajengwa pale Mkinga. Lakini mbali na hiyo, nimeona miradi maeneo mbalimbali ikiwemo ya afya, elimu pamoja na sekta zingine. Ni dhahiri Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa yenye heshima ya kuwajali Watanzania, na mimi napita katika maeneo haya kufuatilia utekelezaji wake. Na ziara hii imekuwa na faida kubwa kwa sababu nimeweza kuona maeneo ambayo yametekelezwa vizuri, lakini pia nimeweza kuona maeneo ambayo hayajatekelezwa vizuri. Na eneo mojawapo ambalo niligundua halikutekelezwa vizuri ni hili hapa. Na ndio maana nilisema nitapita niwasikilize. Mheshimiwa mbunge, mna mbunge makini sana, amenielezea sana. Na ndio maana nikajua. Amenielezea miradi ya maendeleo, ameeleza na mahitaji ya miradi mingine ya maendeleo. Mheshimiwa mbunge, hongera sana. Na hivyo hivyo na mbunge pacha mwenzake, mbunge wa Korogwe mjini, nakaa nao mara nyingi, naonana nao mara nyingi, tunaongea mara nyingi mambo ya maendeleo. Hongereni sana kwa kuchagua wabunge makini. Hili la mradi huu wa Korogwe wa mji mdogo hapa, kama nilivyosema pale siku ile ya uzinduzi wa ule mradi, hakuna kuchunguza jambo lililo wazi, kwamba tumempa fedha mkononi, ameingia nazo mtini, anadunda mkanda nje na tai, wakati wananchi wa hapo wanapata shida ya maji, wanatumia fedha yao kidogo kununua maji, ili hali Daktari Samia Suluhu Hassan alishatoa fedha. Huyu nikasema akamatwe mpaka azitapike hizo fedha ndio awe huru. Hakuna kuwaheshimu watu wasiojali utu wa wengine, na wala hakuna kuchunguza. Tumemkabidhi fedha, hatuna kitu tunachobahatisha. Tumempa, hajatekeleza mradi. Tunachunguza nini? Hakuna kwenda kuhangaisha mahakama hapa. Huyu amechukua fedha, kaingia nazo mtini, tunamkamata, ametuhujumu, na ukihujumu hamna dhamana. Ndio. Hakuna kufanya ustaarabu wala heshima wala busara na wezi. Na mimi ndo nimepewa madaraka ya udhibiti. Kwa hiyo hilo nimeshalisema, na nashukuru sana mkuu wa mkoa pamoja na makamanda wa polisi waliowezesha utaratibu huo. Kwa hiyo ninachotaka, kauli ya kwanza, niambiwe fedha zile zimerudi kutekeleza mradi na wanamombo wapate maji.
La pili, Mheshimiwa Mbunge, nimepokea hoja ulizozisema kwa ajili ya kuwezesha mradi uendelee kwa njia ambazo wizara walishaanza kutekeleza. Bahati nzuri niko na waziri wa maji, niko na waziri wa fedha, nimewapa jukumu mahususi, wanalitekeleza, wametangulia, wako huku Lushoto. Nitakapofika nitawapa maelekezo ya kuongeza kasi ya utekelezaji wa huu mradi, na hiyo fedha itakaporudishwa ipelekwe moja kwa moja kwenye mradi ili wananchi wetu waweze kupata maji. Haya mambo ya ajabu ajabu haya ni saizi yangu. Mimi nipate tu taarifa nishughulike nao. Lazima miradi iliyokusudiwa na rais itekelezwe. Lazima manufaa ambayo rais anataka wananchi wayapate, lazima wayapate. Na mimi niwaambie watumishi wa umma wanaofanya kazi nzuri wala wasiingie unyonge. Wao waendelee kufanya kazi nzuri. Mimi nitashughulika na yale matapeli, yale mazembe, yale majizi, hayo ndio tutakaoshughulika nao. Wasiende kujikinga kwenye kivuli cha watumishi wa umma wanaofanya kazi nzuri. Nchi hii na watumishi wa umma safi, wapo wanaofanya kazi nzuri. Wapo watumishi wanaofanya kazi nzuri, wapo wanafanya kazi nzuri. Ndio maana kila leo tuna watoto wanasoma, kila leo tuna wagonjwa wanatibiwa wanapona, mpaka hata nchi za nje wanakuja kutibiwa Tanzania. Maana yake tunao watumishi bora wanafanya kazi. Lakini yale majizi yasiende kujificha kwa wale wanaofanya kazi nzuri, au tutashughulika nao. Kuna mambo mengine yanaudhi, hatuwezi tukayaacha hivyo hivyo, wala hatuwezi tukaweka heshima na watu wa aina hiyo. Nilisema juzi pale, kama wale rais kahangaika kutafuta fedha ili kila mkoa, kila wilaya kuwe na VETA. Amehangaika kutafuta fedha. Imeletwa fedha kwa ajili ya VETA hapa Handeni. Mkoa wa Tanga una viwanda 3 vya simenti. Alafu wataalamu waliosoma kwa kodi ya Watanzania wako kazini kila siku, wanalipwa mishahara. Eti simenti ya kutengeneza, ya kujenga VETA Handeni imeenda kuchukuliwa Mbeya, ili tuwaambiwe gharama zilikuwa kubwa. Na baada ya kuletwa imeachwa mpaka ikaganda. Alafu pale Njombe kwenda kiwanda cha Mbeya cha simenti ni mwendo wa kwenda kwa mguu, hata punda wa Singida anaweza akafika. Wao wameenda kuchukulia simenti Dar es Salaam. Na nimepita hapo Muheza, nimekuta wengine wamepoteza nondo, wamepoteza simenti, wamepoteza zile ceiling board. Nimepita pale Tanga jiji, wamepiga mkanda nje, mkurugenzi mkanda nje, afisa elimu mkanda nje. Wameletewa fedha za matundu ya vyoo na kujenga shule tangu mwaka jana, wanadunda nazo, na usikuta wameenda kuweka fixed account wapate riba. Sasa nimewaambia vile vyoo visipokamilika, wanafunzi wote shule nzima wakajisaidie kwa mkurugenzi na kwa afisa elimu. Mambo ya kuweka ustaarabu na wazembe wanakawiza wananchi kupata maendeleo. Na nimetuma uchunguzi ufanyike pale, ili kabla sijamaliza ziara nipate taarifa ya uchunguzi. Nimewaachia kamanda wa TAKUKURU pamoja na wenzetu wa polisi wafanye ufuatiliaji, nipate taarifa. Na jana nilimsikiliza binti moja pale, kwa wale mnaofuatilia mliona. Binti amebakwa, mtoto mdogo chini ya miaka 18, mwanafunzi wa form 1 kidato cha kwanza, jibaba zaidi ya miaka 50.
limembaka mpaka likampa mimba. Halafu vipimo vya kwanza vimetoka, vimeonyesha DNA zinafanana. Halafu katika kuendesha kesi eti imeonekana hakuandikwa kwamba ni mwanafunzi. Ngoja nifike Lushoto. Ninapofika Lushoto nikute yule alishakamatwa, akasakwe popote alipo, akamatwe. Hatuwezi tukaweka heshima na wabakaji. Na afisa elimu wa mkoa, huyo mtoto akimaliza kunyonya, yule mtoto, yule mamake aliyebakwa, mama mtoto aliyebakwa apelekwe shule akaendelee na ndoto yake ya kusoma. Mtafutieni shule ya bweni aendelee na kusoma. Yule aliyebaka atakipata cha moto. Ninyi mnaoweka wale wanaofanya njama na wabakaji, kamanda RSO, kamanda wa TAKUKURU, fuatilieni wote waliocheza na hili faili. Fuatilieni na wote waliocheza na hili faili. Wote waliocheza na hilo faili. Niliikuta kesi ya aina hiyo pia kule Mwanza. Imechezewa. Nashukuru hatua zilishachukuliwa, imerudishwa tena ikaungurume upya. Mna bahati mbaya sana wale wanaopenda vitendo hivi vya kijinga. Sisi wafugaji, ilikuwa tunapofuga likitokea dume likaanza kupanda vindama, ama dume linapanda madume wenzake, tulikuwa tunalihasi tu, wala hamna katiba hapo. Wala hatukuwa na katiba ya ng'ombe, tulikuwa tunalihasi tu. Sasa kwa sababu katiba yetu haijasema hivyo, watakipata cha moto kupitia sheria zinavyoelekeza. Kwa hiyo nawashukuru sana. Kwa hiyo kama nilivyosema, nimepita kuwasikiliza. Mheshimiwa mbunge wenu ameshasema yale ambayo ya kitaasisi. Sasa kama kuna mmoja mwenye jambo mahususi, wawili mwenye jambo mahususi, hebu wasogee hapa tuwasikilize. Hello. Kwa wale walioandika nakala hizo, kwa walioandika, unaweza ukapita hapo pembeni ukaacha hizo nakala vizuri kwa wasaidizi wetu pale. Nenda pale kabisa ili uandike na namba yako ya simu. Andika vizuri. Wale ambao wameandika tutaipitia vizuri. Pembeni hapa, usiende mbali, wasaidizi hao hapo. Pita tu, carpet hilo ni la Watanzania, pita tu. Wewe pita tu. Katisha tu, ni la Watanzania hilo. Kwa wale walioandika vizuri, piteni pale. Wale ambao mambo yao yanaeleweka vizuri, yameandikwa, piteni tu pale. Piteni pale, onaneni na wasaidizi. Lakini hakikisheni kwenye maandishi muweke na namba ya simu. Nitafuatilia mwenyewe kwa mtu mmoja mmoja. Nitafuatilia mwenyewe kwa mtu mmoja mmoja nione utekelezaji wake umefanyikaje. Haya, twendeni tuanze. Anza na mama hapo. Twendeni kifupi ili yote muongee. Kasepe.
Jina naitwa Beti. Natokea kata ya Mkomazi, kijiji cha Manga Mtindiro. Ndugu mheshimiwa sana, mwekeni vizuri maiki asikike. kwa sababu kwanza tunamshukuru mama yetu, rais wetu, ametuletea mradi mkubwa pale wa umwagiliaji, lakini kuna baadhi ya kundi linafanya mazingira mabofu ya ardhi, wanauza yale maeneo yani kiholela. Wao sio viongozi na wanaungana na mwenyekiti wa serikali. Tunapoenda kulalamika tunaitwa wanafiki. Sasa ndugu mheshimiwa, kweli mama katuwekea mradi kama ule, maeneo kama haya tunategemea mradi ule ukamilike, tuende tukapewe hata kipande ili tulime. Leo hii kuna kikundi kinatoka kinaenda kuuza kiholela tu, lakini unapoenda kulalamika unaambiwa wale wanafiki. Nani kauza? Mwenyekiti wa serikali ana kundi lake. Mwenyekiti wa serikali yuko wapi? Mwenyekiti njoo. Mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti yuko wapi? Ya MC. Mwenyekiti wa serikali yuko wapi? Mwenyekiti wa serikali ya kijiji yuko wapi? Mwenyekiti wa serikali ya kijiji Mkomazi cha Manga Mtindiro yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, Manga Mtindiro ni mbali kidogo kutoka hapa, kwa mwenyekiti hayupo, ni ukiwa unaelekea mpakani na wilaya na mkoa wa Kilimanjaro. Sasa hayo maeneo ambayo yanaonekana yameuzwa kiholela, kwanza nafuta huo uuzaji, mkuu wa mkoa afuatilia mpaka tujue ukweli wake ukoje kwenye. Diwani yuko wapi? Mheshimiwa diwani, hebu tuambie. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi ndio diwani wa kata ya Mkomazi. Swala hili nimelihangaikia na nimelileta kwa mkuu wa wilaya. Kwa kweli maeneo kule yanauzwa na si uongo. Na nilipoenda pale hata juzi kuna maelekezo mkuu wa wilaya alinipa. Nikarudi kwa wananchi. Yeye mwenyekiti wa nonili wa mwenyekiti wa kijiji akaamua kutoroka mkutano wangu, yeye na mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata anamwambia tuondoke, achana na huyu diwani kwa sababu nasimamia haki za wananchi. Wao wanasema hakuna mtu wa kuwababaisha niende nikashtaki popote. Inasikitisha sana. Na mimi nimechaguliwa na wananchi, ni lazima nisimamie wananchi na nifanyie kazi wananchi. Sasa wa kuwababaisha ameshakuja. Mkuu wa mkoa, ondoa hiyo serikali yote iliyokuwepo kwenye hicho kijiji. Ondoa na watendaji hao, safisha kila kitu na kamati hiyo uanze upya. Tunapata shida ya migogoro kwa sababu wala rushwa wadogo aina hii. Maslahi binafsi ya kijingajinga ya watu wa binafsi wa aina hii. Kila eneo ukienda unakuta migogoro. Tunachagua serikali za vijiji, wanaenda wanauza maeneo, sehemu zingine wanakaribisha wageni kinyemela, wanauza maeneo bila ridhaa ya serikali ya vijiji. Sasa mkuu wa mkoa, tunamalizia ziara kesho, tunapomaliza tunavyoagana, nenda pale kaweke serikali mpya. Ondoa takataka yote iliyokuwepo pale. Yule anayeangukia serikalini, mwelekeze katibu mkuu. Katibu mkuu mfikishie maelekezo haya, amuondoe mara moja. Tunataka
tunataka kero za wananchi zitatuliwe pale pale. Mbona sekta ya elimu wanaweza? Mliwahi kuona lini mwanafunzi wa shule ya msingi anafuatilia TCM9 makao makuu? Mwalimu mkuu tu anafuatilia. Wanasikiliza kero za elimu. Hawa wengine tunawapeleka pale, wanaenda kunemesha matumbo yao. Haya, tunapoelekea Lushoto, mkuu wa wilaya, kabla mkuu wa mkoa hajaja, akute haya umeshayamaliza pale. Safisha hiyo serikali yote, na yale maeneo aliyouza kinyemela yaanze, rudisheni upya. Nimefuta huo upuzi wote huo. Haya, tuendelee na anayefuata. Asante Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano. Mimi kwa majina ni Kuhemba Awadhi Bakari. Na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, yule mama aliyeongea pamoja na Mheshimiwa diwani, ole wake aguswe. Ole wake mtu amguse. Haya, tuendelee. Kwa majina naitwa Kuhemba Awadhi Bakari, mkaazi wa kijiji cha Manga Mikocheni, kata ya Mkomazi. Nashukuru sana kwa ujio wako Waziri wa Jamhuri ya Muungano, kwa sababu kijiji cha Manga Mikocheni kina kero nyingi sana, lakini kero kubwa inayotusumbua sisi ni mtu mmoja anaitwa Ali Mshihiri kuvamia ardhi ya kijiji cha Manga Mikocheni akisema kwamba ameuziwa na baadhi ya wananchi. Ili tulipata vizuri hilo, andika vizuri eneo, andika eneo, jina, tulipata vizuri kwa sababu tunahitaji uhakika ili tuone taarifa zilizo sahihi. Andika, lakini pia uweke na namba ya simu ili kama tutahitaji nyongeza ya taarifa tuweze kupata. Sogea pale. Nimemwona na ndugu yangu anayeweza kumbeba, mbebe amlete huku. Asikae kwenye jua hapo. Anayeweza kumbeba ndugu yangu mwenye ulemavu mleteni hapa, nitamsikilizia hapa. Msogezeni, nitamsikiliza hapa. Mwekee na bebe na viatu vyake. Mwekeni kwenye sehemu ya kivuli, nitamsikiliza. Haya, maiki mpatieni bibi huyu huku, bibi mzee zaidi. Ongea tu na viatu vyako bibi. Naona unavua viatu. Ndiyo baba Kemba. Mimi naitwa Mariamu Mbaruku Mwijuma, ni mkazi wa Mombo. Mwaka 2002 nikashikwa maradhi ya miguu. Kushikwa maradhi na miguu, nikamfuata daktari mmoja, ni marehemu Mzee Martin. Sasa akasema maji yamejaa miguuni hapa Majengo, hospitali ya Majengo. Basi akanivuta, kumbe kaondoa na ulenda. Basi nikakaa hapa chini, nikikaa baba, kwa jina la Mwenyezi Mungu siwezi kuamka. Ni mtu na mwili sasa nimebaki kama. Nikaenda Muhimbili Moi. Daktari wangu Shedrack. Haya. Sasa miaka hii ya nyuma miwili nilikuwa natibiwa vizuri na nida yangu, napewa dawa za kunisaidia. Baadaye mwaka huu tumekwenda, kuna mageuzi. Tuambiwa Mama Samia amegeuza dawa ni sasa kununua. Sasa na mimi nikaona yule baba nasikia atakuja. Nani baba Mwigulu? Na mimi akasema usiende. Nawaambia mimi nitakwenda kwa sababu ninayeteketea. Baba picha yangu kwa kweli sikuja naye, naona miguu yangu. Naona ni hivyo baki mwana. Pole nimeshaona. Daktari Samia ameweka bima. Kwa hiyo wale hawajakuelewesha tu. Sogea tupate taarifa zako vizuri ili tuone kwenye utaratibu wa bima unaendaje. Tuende pale kwa katibu wetu pale. Msaidieni bibi aende pale kwa katibu, aongee vizuri, na siku akiwa anaenda kwenye matibabu tuweze kumuelezea vizuri. Mchukue na mawasiliano yake ama yeyote ambaye anamsaidia. Haya, wale walioandika hoja zenu zimeshafika. Kwa wale mlioandika, tuanze na wale ambao hawakuandika. Mpe ndugu yangu hapa, afu mama, afu mzee wetu. Twendeni kifupi ili tuongee wote. Mheshimiwa, namshukuru Mungu kwanza kukuleta kwa sababu umekuwa mkombozi wetu. Kwa majina naitwa Yasini Jumaa Mzitu, mkazi wa Manundu Korogwe. Mimi nilinunua shamba langu nyuma ya halmashauri ya mji lenye ukubwa wa 1.5 tangu mwaka 2002 kama sikosei.
Ile shamba nikitegemea kwamba likipimwa viwanja, kwa sababu mimi ni mwana mazingira, eneo ambalo nafanyia kazi yangu sasa hivi kwa ajili ya kuotesha miche ya miti ni eneo la barabara. Najua ipo siku nitaondolewa kwa sababu siwezi kushindana na serikali. Nikanunua lile eneo ili likipimwa viwanja, mimi nipate vile viwanja ili makusudi kazi yangu nifanyie pale, kwa sababu nishati ya maji iko karibu na ile eneo. Lakini kwa bahati mbaya vimepimwa viwanja viwili, namba 106 na 108. Sikupata viwanja hata kimoja tangia wakati huu 2002 mpaka leo na minyana. Mara ya mwisho alikuja waziri wa ardhi Mheshimiwa Jerry Silaa. Alipokuja pale Mtonga mimi sikuwepo, nilienda kwenye shughuli zangu za kutafuta riziki Magoma sokoni. Niliporudi nikaambiwa hiyo taarifa, nikaenda kesho yake kwa sababu kulikuwa na kamati. Kufika nikakuta nani wa mkoa akaniambia, bwana wewe Kichere afisa ardhi hakisha huyu bwana umpe kiwanja kwa sababu ile ni haki yake, kwa nini mnamdhulumu huyu mtu? Lakini hakuandika maandiko mpaka leo. Ina maana mimi mpaka leo sijapewa kiwanja na mimi bado nazunguka, na mimi sasa na takriban miaka 54. Umri wangu unakaribia kufa, wanangu wataishi vipi na nimeshajiwekeza kwenye kazi ya utoshaji wa miti. Mimi ni mwana mazingira. Afisa ardhi yuko wapi? Karibu, njoo hapa. Huyu anasema alinunua shamba, ninyi mlivyopima yeye hamjampa, kama nimemuelewa vizuri. Ili mmefanyaje? Mheshimiwa, na ni sahihi kama anavyosema, na mimi nilipohamia tu hapa halmashauri ya mji Korogwe ni miongoni mwa wananchi ambao niweza kuattend. Na nilipofuatilia nilibaini kwamba halmashauri iliwahi kumpatia kiwanja katika eneo lake, lakini bahati mbaya baadaye ilibainika kwamba kile kiwanja alichopatiwa na halmashauri kilikuwa kimeingia kwa kiasi kikubwa ndani ya eneo la hifadhi ya Mto Pangani. Kwa hiyo kikawa hakina sifa kuwa kiwanja. Na ahadi ambayo tulikuwa tumempatia ni kwamba halmashauri tutakapokuwa na viwanja ambavyo vimepimwa na kulipiwa fidia, basi atapewa kipaumbele kwa kupewa kiwanja ambacho kinaendana na thamani ya kiwanja chake. Mtampatia lini? Mheshimiwa, hayo mlioahidi mmeandikishana? Mmeandikisha? Hapana mheshimiwa, tujiandikisha. Sasa mambo ya kiserikali, shamba lake mmegawa, alafu yeye hamjampa. Mnasema tumeahidi, mmeenda sehemu nyingine hifadhi, alafu hamjaandika popote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnampa lini? Tunaomba ndani ya mwezi mmoja mkuu. Ndani ya mwezi mmoja. Ndani ya mwezi mmoja. Haya, ameshaweka hilo agano. Una jambo la kusema? Hebu. Mimi nahifadhi mazingira kwa sababu naotesha miche ya miti. Eneo ambalo nilinunua nilitegemea kwamba nikiondolewa eneo la barabara, pale kuna maji karibu, nitachota maji, nitanyoshea miti yangu, kuisaidia serikali kutunza mazingira kwa ajili ya kupambana na uoto tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi. Sasa wakinipa tofauti na pale, watakuwa wameniumiza kwa sababu mimi hali yangu ya kifedha ni ndogo kwenda kutafuta maji pale pengine kunyoshea miti yangu. Haya, sasa ushirikiane nao, shirikiane naye kwa sababu alishanunua eneo na mmechukua. Shirikiane naye, mtafutie angalau linalofanana na sifa anazozisema. Kwa hiyo shirikiana nao ili upate linalofanana na sifa unazozisema. Hapo si ni sawa? Pako wazi? Pale pako wazi. Kiwanja kimoja kiko wazi. Ilicho kiwanja ambacho kiko wazi, kwa nini hamjampa? Mheshimiwa, baada ya upimaji kufanyika, vilimilikishwa viwanja viwili. Kimoja ilipatiwa yeye, kimoja akawa amepatiwa mtu mwingine ambaye alishamilikishwa tangu mwaka 2007 na alikuwa ameshaandaliwa hati. Sasa afisa ardhi pamoja na mkuu wa wilaya, tusisimamishe mkutano wote kwa jambo ambalo eneo lake mlishachukua. Mtafutieni tena, mmshirikishe eneo linalofanana na mazingira ya kazi yake. Sawa? Na ndugu yangu uandike na wewe na jina hapo, na uchukue na namba ya msaidizi wangu ili kama jambo halijaenda vizuri nipate hizo taarifa. Mpeni mama hapo. Mpeni mama. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mimi kwa jina naitwa Bituni Saidi Shemhilu, mkazi wa Mombo, kitongoji cha Misufini, mwisho wa shamba. Mimi kinachotusikitisha wanamombo ni wajasiriamali, wakina mama wazuri sana, tena wamama wa mboga mboga. Lakini tulishasikia neno la mikopo ya Mama Samia
afisa maendeleo anahangaika sana na sisi. Afisa maendeleo anatuhangaikia sana ule binti pamoja na mbunge wetu. Lakini pesa inapoingia wilayani tunaambia ni ndogo. Wanapata vikundi viwili aidha vitatu. Kutokana na kwamba tuko wengi wahitaji wa mkopo wa Mama Samia. Hatujapata mpaka leo, wengine wanapata. Lakini sasa ninaomba, ombi letu kubwa ni kwamba tunaomba Mama Samia atuletee pesa ambazo zinatosha uwiano wa kina mama. Tunateseka na black hasa vidirisha. Vina kina mama tunakimbia nyumba baba kwa ajili ya mikopo. Leo ni Jumatatu, inawezekana mkutano haujajaa. Kuna hasa mwanamke atakujaje hapa na mkopo. Tunaomba Mheshimiwa Waziri tusaidie babangu kwa hilo, lipeleke kwa Mama Samia. Tuletewe fedha wilaya zetu za Korogwe vijijini, wakina mama tupate uhitajio. Sina zaidi ya hilo. Mbunge wangu yuko vizuri pamoja na afisa maendeleo, anahamasisha vikundi vizuri, hawana shida. Tunaomba meza kuu tusaidie. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Asante, tumepokea hoja ya msingi sana, tumepokea. Tutashirikiana na Mheshimiwa mbunge. Tumepokea hoja ya msingi, itafika mahali pake. Wapatieni wazee wetu, wazee wasisimame sana. Anza na wapatieni hao wazee sisi vijana tunaweza tukaandika hoja zetu hapo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tuandike, tunaweza tukaongea kwa simu ili wazee wetu wasisimame sana. Mimi ni mkazi wa Handeni Misima. Juzi ulivyokuja kule sikufika. Na kero yangu nimenyang'anywa shamba. Tajiri yule kanunua shamba pale pembeni kwa mtu mwingine, akaja akalima na ya kwangu pamoja. Nimehangaika tangu 2020. Mpaka leo hata kwa mkuu wa mkoa nimefika, lakini sikupata nafasi. Huyu mzee Abdalla wa nani huyu wa CCM pia nilimpigia. Yule diwani wa kule Misima wakati ule, mimi sina nauli. Namwambia twende, asema lete nauli. Sikufika. Haya, mkuu wa wilaya, hebu fuatilia ujue huyu mzee anakaa wapi, tafuta mtu anayepajua kwake, nenda mguu kwa mguu. Ili liko wazi kwamba huyu kanunua mpaka kwa jirani wanayepakana, kapitiliza mpaka shamba la mzee. Mzee yeye anasema hajawahi kuuza shamba lake. Ukikuta hivyo, mrudishie mzee eneo lake moja kwa moja. Hii na yenyewe haihitaji kesi. Yule aishie alikonunua. Akifanya ubabe, ndio maana serikali ipo. Tumia serikali kuhakikisha mzee anapata shamba lake. Na hii nitahitaji kuijua umetatuaje. Lisikilizwe hilo na lenyewe. Anza na wazee au watu wazima zaidi, wasisimame sana. Asante sana Waziri Mkuu. Mimi ni Saidi Kijazi Malimbwi, mkaaji wa Mombo hapo ng'ambo Jitengeni. Ninachozungumzia ni kuhusu, kuna sehemu hii ya kwenda Mlembule imetolewa kwa watu ambapo wageni bila wenyeji kushirikishwa katika hali ya nini ya mikutano ya kuwa tuna wageni kadhaa wanataka hivi na hivi. Sasa hapo inaonyesha wenye viti wa vitongoji ndio wameshiriki kutoa sehemu ile. Sasa nachoomba tujue utaratibu, kama wamevamia au kama wameuziwa, tujue hapa. Ni kijiji gani? Na ni kijiji gani? Mimi hicho ambacho Jitengeni. Jitengeni. Diwani yupo? Mheshimiwa diwani wa Jitengeni, unalijua hilo jambo? Unalijua Hebu tuambie bwana. Naitwa Edi Ramadhani Kaoneka, diwani wa Mombo. Mheshimiwa Waziri, nashukuru. Jambo hili tumelifahamu hivi punde. Nashukuru na mkuu wetu wa wilaya, Mungu amjalie, baada ya kumfikishia amelipokea na amesema vyombo vyake vitafuatilia ili jambo hilo lijulikane na hatua zichukuliwe. Akasema anaomba tu, kwa sababu tayari alikuwa katika hizi shughuli za tuliwasilisha jana tukiwa kwenye kikao cha pamoja. Basi tunashukuru sana Mheshimiwa baba yetu, Mheshimiwa diwani analo, na limefika jana tu, walikuwa bado hawajapata muda wa kulifanyia kazi, na lenyewe lifuatiliwe kama tulivyofanya kule. Kama imepelekwa kinyemela, hatua zichukuliwe kama nilivyoelekeza katika eneo lingine. Mpe mzee wetu hapo. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu.
Mimi kwa majina naitwa Nicodemus Amsi Irangi. Kwa kweli kwanza ni kushukuru na Mungu akujalie huko unakoenda uendelee kufuatilia mambo ya wanyonge. Niliona clip moja ukisema wewe ulikuwa mtoto wa mama ntilie, na mimi nilitoka huko. Tunashukuru unapofuatilia watu kama hawa ambao hatuna namna ingine, hatuna nguvu. Mimi kero yangu, waziri mkuu, niliuziwa kiwanja mwaka 2009 na kampuni moja Gerwal Sawmill. Kabla ya kununua, nilienda ofisi ya ardhi nikihisi isije ikawa kuna utapeli ndani yake. Nikafika ofisi ya ardhi, nikawauliza kama wanamfahamu huyu Muhindi anaitwa Gerwal Sawmill. Wakaniambia wanamfahamu vizuri sana. Nikaambia ana kiwanja pale Mombo. Yeye anakaa Dar es Salaam na nani ofisi yake nyingine iko Lushoto. Nisije nikaingia mkenge, naomba mnithibitishie kwamba huyu bwana kweli ana kiwanja. Wakasema anacho. Nilikuwa nina document, nikaambia hebu someni hizo document. Zinakubalika kisheria huyu bwana kuniuzia kiwanja? Wakasema ndio. Nikaambia haya, tuendelee na utaratibu. Tukaenda kwenye utaratibu wa kisheria, application, disposition for the plot, mpaka tukamaliza transfer deed mwaka 2009 hiyo. Lakini yeye amelipia kutoka mwaka 1988. 2009 ndio kaniuzia. Baada ya kununua, nimekaa 2010 nikaanza kufanya shughuli ndogo ndogo. Mara akaja mtu mmoja akasema eneo hili ni la kwake. Ni mzee mmoja, ni marehemu sasa hivi na familia yake. Nikaambia lete document. Hizi document naziona, hizi ni za ardhi, na wewe lete kama hii. Mimi sina ubishi, kama ni ya kwako utapata. Hakurudi. Baadaye ikatengenezwa mazingira mengine, akapatikana na singa moja anaitwa Avita Bambra Singh, yuko Moshi. Wakasema kile kiwanja sio cha Muhammad, ni cha Avita. Nikasema sawa, well and good, ardhi thibitisheni. Mimi nikatoa document. Yule bwana analeta document, aliyekuwa anagombea kiwanja ni Avita Bambra Singh. Anaileta document, ananiletea document ya Chara Singh and Sons. Nikamwambia huyu mbona siye? Naomba zitoke document kutoka ardhi inasema ni za kwa hii eneo ni la kwake. Mheshimiwa, kitu cha kushangaza, nimezibwa nikaelekezwa hivi, nikahangaika kutoka 2014. Zaidi ya miaka 10. Nimeenda ofisi zote za mkoa wa Tanga. Wakuu wa mkoa isipokuwa huyu wa sasa hivi hana taarifa yangu, lakini wote waliohama taarifa zangu walikuwa nazo. Nashukuru hapo ulipo, hata mwenyekiti wa chama wa mkoa niliwahi kufika ofisini kwake. Nashukuru na leo yupo. Aliniambia utasaidiwa na katibu. Baadaye ilifika mahali, mheshimiwa, sikudanganyi, katibu akawa ananikwepa nikifika ofisini, hata kuongea na mimi. Mwenyekiti, nakueleza leo mbele ya waziri mkuu, uliniuliza siku moja, nikakwambia nitakupa siku nikionana na wewe. Mwenyekiti alinipokea vizuri sana na akanipa maelekezo. Baadaye imekuja commissioner amesema kwamba kwanza wewe inaonekana ni mwizi, ni tapeli. Nikamwambia sawa, kama mimi ni tapeli, hata hizi document ni tapeli. Naomba basi mnihakikishie kwamba hizi risiti za the government of Tanzania, je, zinahusiana na hicho kiwanja? Anasema hizo unaweza kuwa umefoji. Nikamwambia sawa, tuendeni basi kwenye utaratibu kama nimefoji mimi, ili serikali kama haikufoji mimi nimefoji, kama ataweka ndani. Mbona mnanisababishia mimi tu? Nifupishe tu mheshimiwa, kwa sababu Afisa ardhi yuko wapi? Afisa ardhi umekaa wapi? Ameenda wapi? Tulikuwa naye hapa. Serena aje, nilimpa hela yangu mkononi nikilipa. Ani wa Korogwe yuko wapi? Afisa ardhi, hii hati alionayo mzee ilitolewa na nani? Mzee, si una hati? Hati unayo? Imehamishwa na ofisi ya ardhi. Na afisa ardhi amesaini, anaitwa Kingu.
Haya, hata tusibabaishane, mwacheni mzee ana hati aendelee na eneo lake. Sio wamiliki wanabadilika tu. Ndio mambo ya kutamani mali za watu, mnataka kwenda kuzulumu. Mwacheni mkuu wa wilaya watafute wale wote wanaofuatilia hapo kumsumbua mzee. Wale wote wanaofuatilia kumsumbua mzee. Mzee amepewa hati na Wizara ya Ardhi na hati na analipia kodi zake, risiti anazo na kila kitu anacho. Kuna watu wakishakuwa na hela wanajiona wao ni Watanzania na nusu, na wengine wote ni nusu wa Tanzania. Asitokee tena mtu kumsumbua mzee. Ama mengine akibabaishaji tu. Unapewa hati na ofisi rasmi ya serikali na kodi unazilipa. Inapita miaka 10 anakuja mtu mwingine, anapotea anakuja mtu mwingine. Hawa wanaoneshana tu eneo, wanadhani eneo halina mtu. Na ndio hapo sasa vinakujaga virushwa vya pembeni. Haya mambo ya kuonea watu, hamsomi alama za nyakati. Na huu ni mkoa wa kwanza wa ziara. Mikoa mingine kila mtu kwenye eneo lake atangulie atatue kero za watu, na zinazomzidi umri nataka taarifa yake, kama alivyofanya mheshimiwa diwani huyu. Mheshimiwa diwani unafaa sana kwamba umeshahangaika na hilo jambo, na walikuwa nakuambia hakuna mtu wa kuwababaisha. Sasa ameshakuja, na wakiendelea kupandisha hasira, wamekwepa hiki kikao, watafutwe na TAKUKURU. Hao TAKUKURU mkachunguze hili eneo la uuzaji wa eneo lile nililosema mwanzo lile. Wezi wa siku hizi hawana hata aibu. Zamani sisi kule kwenye ufugaji, wezi walikuwa akija, ukitikisa hata ngozi ya ng'ombe tu hivi uliolalia anakimbia. Wezi wa siku hizi mnapambana na mali yako wewe mwenyewe, mnapambana. Sasa wasome alama za nyakati. Tumtoe mama, heshima mama, tumtoe mama hapo. Na wamama wengine wasogee. Wale wanaoweza, wale vijana tulisema walioandika. Nani ambaye jambo lake sio la kuandika? Hapo mpeni mama, dakika zetu zinaanza kwenda 11:30. Mama tuambie kifupi ili yote muongee. Baba, asante sana kwa kunipa fursa hii. Mimi ni mkazi wa Mombo, kijiji cha Fune. Mwenyekiti aliyepita anayeitwa Luka Chengula ameniuzia eneo langu. Nimehangaika, mimi naenda kwenye baraza la ardhi, yeye hafiki mpaka nikachoka, mimi hela sina. Mpaka sasa hivi mimi mjane naishi maisha hatarishi sana na wanangu na wajukuu zangu. Pa kukaa sina, eneo la nyumba yangu na kiwanja changu ameuza kwa watu wawili. Alafu ananiambia utanifanya nini na popote utaenda. Yuko wapi huyo mwenyekiti? Sijajua alipo sasa hivi. Mwenyekiti mstaafu yuko wapi? Mwenyekiti wa Fune, Lucas Chengula. Eneo lako amewauzia watu wengine na akaniweka ndani kituo hiki hapa Mombo siku 4. Mwenyekiti mstaafu yuko wapi? Lucas yuko wapi? Na hata diwani anajua, kila mtu anajua hilo. Haya. Lakini hawakunifanyia. Tutakapoondoka mama, onana na mkuu wa wilaya. Tutakapoondoka sisi tukiwa Lushoto, mkuu wa wilaya amuite huyo mtu na afisa ardhi anayehusika. Kaeni na mama na yule mwenyekiti ili tujue ukweli. Nitakapopita hivi wakati wa majumuisho, mkuu wa wilaya uniambie hilo umelitatuaje. Mama. Mimi kwa jina ni Angelina Yohana Mashambo, ni mkazi wa kijiji cha Mombo, kitongoji cha hapo Ndulu. Mimi ni mkulima wa bonde la umwagiliaji wa kwa Mkumbo. Tuna tatizo moja ambalo ni sugu kwa wafugaji wa Masai na sisi wakulima. Sisi
ng'ombe zinatusumbua kila wakati. Hilo tatizo limekuwa sugu, limekuwa ugonjwa sugu ambao hauponi hapa Mombo. Ndugu mheshimiwa, kwa machozi na machungu kabisa, tatizo hili ni la miaka mingi. Sisi tukifanya miundombinu ya mifereji, tukilima mashamba yetu, tukitayarisha kila kitu cha miundombinu, ng'ombe za Wamasai wanakuja kutuvurugia na kutulishia mazao yetu, na tukiwaambia hivi, kwa nini mnakuja huku kwa wakulima? Tunalishiwa mazao na tunapigwa. Hivyo ndugu mheshimiwa, hata sasa makundi yote ya Wamasai ambayo walikuwa wako kajirani na sisi Wachangarikwa na sisi wakulima wote, hata sasa hivi ukituma watu sasa hivi utakuta makundi yote yanasambaa kwenye mashamba yetu. Hivyo mheshimiwa, tulivyosikia unakuja, hili tatizo viongozi wetu wanalijua miaka yote, lakini ni ajabu mpaka sasa hivi tunanyanyaswa na wafugaji vibaya sana. Baba, nimeandaa shamba langu lina heka 2.5. Nimeandaa na mbegu zangu nimemwaga vitalu 8. Jana mimi nilishikwa na homa nikaenda hospitali, narudi jana mbegu zote zimeliwa, mifereji ya miundombinu yote niliyotengeneza imeharibiwa, na majirani zangu, tuseme hilo bonde lote sio mimi tu, kila sehemu haina amani kwa ajili ya wakulima wafugaji. Hivyo baba, hili tatizo tuko mbele yako, mimi nikiwa mmoja wa kulalamika kwa ajili ya wenzangu wote wakulima. Hivyo hili tatizo, hebu tunaomba uliangalie kwa kina, maana tatizo hili ni sugu, haliponi. Miaka yote tunanyanyaswa na Wamasai. Kwa hivyo baba, hali hiyo ndio hiyo, na sasa hivi nimechungiwa mbegu zangu, sina kupanda tena, na nilikuwa ninaumwa, sina hela ya kumwaga mbegu tena, na shamba ni jeupe, halafu Wamasai Haya, pole mama, pole. Nenda kaonana na katibu hapo upate mbegu. Lakini kama nilivyosema, mawaziri wetu 6 wako kwenye jambo hili. Mzozo wa aina hii tumeukuta Kilindi, tumeukuta Handeni. Kama mnavyoona hapa leo, hamuoni waziri wa kilimo, hamuoni waziri wa mifugo, hamuoni waziri wa maliasili. Hata hapa mliongelea jambo la njaa kufuatana na wanyama wakali. Wapo Lushoto huku wamejifungia tangu asubuhi na wataalamu wao kwa ajili ya kushughulikia jambo hili. Ili na waombeni la njaa pamoja na hili niende kupata taarifa ya wataalamu na mawaziri waliokaa tangu asubuhi kujadiliana jambo hili. Ndio maana kwenye ziara ya leo ni tofauti na siku ile tulikuwa na wote mpaka na waziri wa maji. Ndio maana mnaona leo hapa hayupo, wametangulia huku. Tutalitolea mwongozo wakati wa majumuisho baada ya kuwa wameshamaliza hii kazi ambayo wanafanya leo. Haya, twende. Lakini pamoja na ile niliyowatuma, nimeelekeza kila mtu aheshimu kazi anayofanya mwenzake. Nimesema Kilindi, nimesema Handeni, na nimesema kwingine nilikopita. Huu utaratibu wa kufanya kiburi, unaliona shamba unaenda kulisha, haukubaliki. Ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo hili nilishalitolea maelekezo, na mimi niwaombe wana Korogwe. Tulisema nchi yetu, Mtanzania yeyote anaruhusiwa kwenda kuishi popote, ili mradi tu afate sheria na taratibu. Lakini pia tulisema wakulima na wafugaji kwenye nchi yetu, hawa watu ni ndugu moja. Kuna jamii anayefuga ndo analima, na kuna jamii anayelima ndo anafuga. Tukasema tuende kwenye utaratibu wa matumizi bora ya ardhi, lakini pia tukomeshe uvunjifu wa sheria wa makusudi kama hii ambayo tumeisikia katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo ngoja tukapata taarifa ya waheshimiwa mawaziri, lakini niwaombe muwe watulivu, tusichukue sheria mikononi. Jambo hili litaendelea kufanywa kazi ili tupate ufumbuzi wa kudumu. Haya, tuwasikilize wazee. Kwa wale walio vijana, kwa sababu dakika zinaenda, tusije tukakosa hata kile kilichoandikwa. Andikeni, tutaongea na simu kwa wale walio vijana ili tuwasikilize wazee. Wazee wanaweza wasiweze kusoma message, kuandika. Andikeni alafu mrudi wakati wazee wanaandika, wakati wazee wanaongea. Mimi naitwa Omari Asmani Mwedadi kutoka
Mbagai, kata ya Chekelei, Andikeni tarafa ya hapo Mombo. Mombo ili msije mkakosa hata namba ya simu, msije Mimi- mkakosa hizo taarifa zenu. Mimi ni mkulima. Binti wewe subiri, tutakusikiliza. Eneo letu naloishi mimi tumepata bahati ya kupewa mradi wa kuchimbiwa bwawa la umwagiliaji. Eneo lile sasa hivi limeanza kufanyiwa kazi, tunashukuru. Lakini baadhi ya wakulima wenzangu wanalalamika kwamba baadhi yao wamechimbiwa barabara, wakang'olewa mikonge yao na mazao yao mengine na Ni eneo lipi baba? hapa Chekelei ulipopita sasa hivi, kata hii inayofuata hapo. Haya. Sasa wanadai hivi, wanaomba hivi, kama kuna uwezekano mtu kama kang'olewa mkonge kwa bahati mbaya Apate fidia. apewe fidia, Asante kwa mzee. sababu hao ni wakulima mpata shida, na mimi ni mjumbe wa AMCOS, mweli ya AMCOS hapo. Haya, Mheshimiwa mkurugenzi pamoja na wataalamu, nenda andika vizuri ili eneo, mimi siyajui yote haya. Nenda pale andika vizuri. Fuatilieni huu utaratibu, wale ambao wameng'olewa mazao yao na wanastahili fidia, fanyeni utaratibu huo. Mzee wetu. Mimi kwa jina naitwa Musa Ramadhani Chogogwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2004 wakati mamlaka inaingia, kulikuwa kuna maeneo ambayo yalikuwa ni ya kijiji yametengwa. Maeneo yale yalipewa wafugaji. Wafugaji walikuwa wafugaji 43 na wakaambiwa wafugaji ni watu wa kuhamahama. Endapo ardhi kutakuwa na mpango wa kubadilisha ardhi, nyinyi mnaweza mkatafutiwa eneo lingine. Mheshimiwa Waziri, cha kushangaza, wafugaji walikuwa 43. Mpaka sasa hivi ukifika pana zaidi ya watu 200 na watu hao wamejenga majengo makubwa makubwa. Swali sasa la kujiuliza, wakati watu hao waliozuia ni kina nani na hao waliotoa hili eneo la serikali ni kina nani? Mwenyekiti wa serikali ya kijiji akishirikiana na wananchi ambao si waaminifu wamegaiana ile ardhi kama nyama za mafungu. Sisi wengine wastaarabu kusubiri mpango wa serikali tumekaa tunasubiri, tunafika kwenye maeneo naambiwa wewe una eneo hapa, katafute maeneo sehemu nyingine. Maeneo yale tayari wameuza, na mpaka sasa hivi serikali imekosa mapato, na ule mji ulitakiwa uwe mji wa kisasa umevurundwa mpaka sasa mji ule haujulikani barabara za mtaa ni zipi. Sasa mheshimiwa, kutokana na viburi vya viongozi hao kupitia mwenyekiti wa eneo husika, anadai kwamba kama wewe umeona umekosa eneo, wewe katafute maeneo na wewe uuze. Haya, nimekupata. Diwani wa eneo hilo ni nani? Mheshimiwa yule Mheshimiwa diwani, unganisha na ili eneo alilosema mzee. Unganisha, mfanyie kazi na ofisi ya ardhi pamoja na mkuu wetu wa wilaya. Tutakapokuwa kwenye majumuisho nipate taarifa yake. Msikilize binti. Nashukuru sana Waziri Mkuu. Mimi naitwa Neema Petro Paulo, naishi kitongoji kwa Mgogo. Na kero nyingi sana pale kwa Mgogo. Miaka 5 iliyopita, kila tukiitwa kwenye mikutano tuna changamoto sana ya maji, tunakunywa maji machafu na ng'ombe. Hatuna nazari ya watoto shule ya msingi. Ndio maana watoto wetu hawasomi. Sisi wenyewe wananchi kwa Mgogo tumekaa sana na viongozi wetu pale, hakuna maendeleo kabisa. Tumeamua sisi wananchi wenyewe kuanzisha nguvu zetu wenyewe, tumekusanya mawe, tumefeka kiwanja kwa ajili ya kutengeneza chekechea ya watoto. Basi hivyo naomba Waziri Mkuu, uliofika mahali hapa tumekuona na macho, tunaomba msaada wako hata kwa Mama Samia ili tupate nazari ya watoto, maana ndio maana watoto wa Masai hawasomi. Maana watoto wadogo hawezi kufika Mbogowela. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kishie mama yetu Samia ili na sisi wafugaji watoto wetu wapate elimu. Haya, afisa elimu uko wapi? Afisa elimu yuko wapi? Unalijua hilo eneo? Afisa elimu sio Masai? Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hilo tunalifahamu, lakini tuna vituo zaidi kama 10 hivi vituo shikizi. Kwa hiyo vote tunavipitia. Na hicho mnakifahamu? Na hicho tunakifahamu. Sasa tutakapomaliza ziara, chukua na namba ya huyo mama. Nenda kajue lile eneo.
ujiridhishe na eneo walilopata. Sipendi utaratibu wa wananchi kutafuta maeneo wanajenga, baadaye serikali inaenda inasema hii alikuzingatia hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo mwende mjiridhishe mahitaji yale ambayo serikali wa inataka yajulikane, ili kazi zinavyoanza iwe kwenye eneo ambalo serikali inalikubali, na kwamba panaweza pakawa na shule, na kwamba panatosha kuweka shule. Ukishajiridhisha hiyo, mnitafute na mimi nitawatafutia madarasa mawili ya kuanzia. Kwa hiyo pata mawasiliano, ulijue vizuri, liwe linafiti utaratibu wa kiserikali wa kujenga shule. Kuna maeneo wananchi wanatangulia mbele, serikali inakuja baadaye. Unakuta jengo limeshajengwa, limeshapauliwa, zinakuja mbio za mwenge kuweka jiwe la msingi, unaambiwa halikufuata taratibu. Sasa nendeni mapema hivi ambavyo wananchi wametafuta maeneo, wameshaanza kutafuta mpaka mawe. Nendeni mkajiridhishe, kama alifai waambiwe mapema na watafutiwe na serikali eneo linalofaa. Mkishapata hilo eneo, mniambie, nitawatafutia madarasa mawili ya kuanzia. Haya, mpe mzee wetu hapa. Mzee, si umeandika? Nilikuwa nasema mwenye basha. Kwa majina anaitwa Kasim Said. Haya, twendeni kifupi tumalize. Kwa majina anaitwa Kasim Said Bendera. Kero yangu mimi ni katibu wa kiwanja cha Waislamu. Tuna miaka 14 tunazungushwa na afisa wa ardhi, hataki kutupa hati yetu. Waislamu hawana pa kuswalia. Kila ukienda tunasumbuliwa. Hata juzi tarehe 2 tulikuwa kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, akatutuma kwa mkurugenzi. Tunashukuru hakutunyima, maana hili swala mkuu wa wilaya alikuwa halijui. Akatutuma kwa mkurugenzi, tumeenda. Tumefika kule, mkurugenzi akamuita afisa wa ardhi. Amwaliza, hii hali ya hawa unaitambua? Amwambia ninaitambua, lakini tumewapa kiwanja mbadala. Hicho mbadala tulikikataa cha mahakama. Kuna wenzetu waliobadilika wakaenda, sijui wameongeaje, na yeye akawapa. Mkurugenzi akamwambia ulichokifanya ni kosa. Kwa nini uwape wengine wakati wenyewe wapo? Sisi tuna documents za kuanzia 2014. Kwa nini tusipewe hiyo 14 tupewe mbadala leo tarehe 2017? Mkurugenzi, tuambie hili jambo la ardhi ya msikiti. Na kwa nini mnawazungusha? Ninyi hamtaki ibada? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili jambo nalifahamu, walishafika ofisini kwangu kwa kutumwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na tulifuatilia nyaraka kwa muda mrefu, lakini